Huhitaji bonge moja la idea kutoka mbinguni ili wewe kumiliki kampuni yako na kuingia sokoni na kutengeneza pesa. Unahitaji kujua ni kitu gani kinachohitajika na nani anayekihitaji, alafu wewe kwa katikati na kusajili kampuni yako. Nisikilize vizuri. Unaweza kawa hapo sasa hivi unafikiria nahitaji milioni 20 ili nianze project fulani. Nani alikwambia project zinahitaji mamilioni? Kila industry unayoiona kuna namna zaidi ya 10 zinazotumika kuendesha industry husika. Kwa mfano, tukianza tuseme na real estate. Mimi idea yangu siku moja niwe na majumba na wauzia watu. Kwa kuanza tu nahitaji kama $100,000 ndo nitaanzia. Unajua real estate ni masuala ya pesa nyingi. Kuna namna nyingi za kufanya biashara real estate. Moja, unaweza wewe ukawa unanunua ardhi, unajenga, unauza. Hiyo itakuhitaji pesa. Kuna namna ya pili, kuchukua majengo yaliyoko nusu, kuyamalizia, kuyauza. Hiyo inahitaji pesa. Namna ya tatu, unahitaji kumpata mtu mwenye finishing project ambayo iko tayari finished, umtafutie mteja uwe na kuiuza. Hiyo haihitaji pesa. Namna nyingine, unaweza kuhitaji kuchukua portfolio ya mtu ambaye tayari yuko sokoni, ukaipushi portfolio yake ya project alizonazo, wewe ukachukua commission. Hiyo haihitaji pesa. Aina nyingine ya kufanya real estate, unaweza ukachukua project za watu ambazo tayari zipo sokoni na kuzikodisha, alafu ukaanza kuzifanyia management na ukawa unamlipa huyu mtu kwa pesa kamili aliyopata au kupata commission, ama ukachukua kodi zote alafu yeye ukawa unamlipa pesa fulani ndio kubaliana kwenye pesa husika. Hiyo haihitaji pesa. Wewe ni mvivu. Kwa sababu gani? Hutaki kuzunguka kutafuta project zote, hutaki kujichanganya kwenye exhibition, kwenye event, kujua mabosi ni nani ana nini, hutaki kuwa karibu na watu wanaofahamu mtaa mzima nini inatokea, hutaki kujifunza kutengeneza content za social media kwa ajili ya kufanya marketing juu ya kujitambulisha kama ni mtaalamu wa mambo ya real estate, na watu wakatukupa project zao na kufanya nao kazi. Huaminiki kwa sababu hauna kampuni. Ukiona yote hayo huna, ni kwamba hamna mtu anakuamini kukupa project. Kwa nini? Huna kampuni. Wewe unachohitaji ni kuwa na kampuni na kuingia sokoni. Mambo ya hela utayakuta sokoni. Kama wewe sio mvivu, huwezi kuwa na excuse ya kuingia sokoni kufanya biashara. Na mara nyingi hivi vitu ni kutokana na interest ulionayo na mazingira yanayokuzunguka na vitu ambavyo na experience uliyokutana nayo kwa muda mrefu. Ngoja nikwambie, ukiendelea na akili zako hizo za kusubiria hela ili uingie kwenye real estate ama project nyingine ambazo zipo sokoni, utakufa maskini. Kwa sababu wewe lini utakuja kupata $100,000? Wewe unavyojiona ni kazi. Kitu ambacho huna wewe ni imani, watu hawakuamini. Unakulazimisha imani ya mtu hata kama umjui ni nini. Unasajili kampuni, hujui wapi pa kuanzia, unahitaji msaada, piga simu, ipo kwenye caption. Nitakusaidia kusajili kampuni yako, ama comment neno usajili, nitakusaidia kusajili kampuni yako sasa hivi as we speak.